Yes. Muhimu kwanza amepata alama 3. Muhimu ameshinda. Lakini muhimu zaidi wanaendelea kuimarika day after day. Kwa wachezaji, kwa viongozi inaendelea kuwapa hari ya kujiamini, hari ya kupambana zaidi kwa kuamini kila kitu kinawezekana. Mchezo ulikuwaje? Mchezo ulikuwa ni upande mmoja. Simba alidominate kwa kiasi kikubwa sana na ndio maana akapata magoli mawili, moja kupitia kwa Selemani Mwalimu, lakini jingine kupitia kwa Rushaine De Reuck. Yes. Kwa mkwaju wa penalty. Tuanze kuzungumzia performance ya Simba ya hapo jana. Tuanze kwanza na man of the match, Rushaine De Reuck ambaye hata juzi tumemsikia pia Haji Sande Manara akimnyoshia mikono kwamba kizuri kinaonekana. Mchezaji anacheza eneo la ulinzi lakini tayari ana magoli yake kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Kwangu ni mchezaji mzuri, ni mchezaji muhimu kabisa kwenye klabu ya Simba, lakini vile vile pia ni mchezaji ambaye kwenye ligi yetu anaweza akaingia kwenye klabu yoyote hapa kwetu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ameanza vizuri na ukimwangalia vizuri Rushaine De Reuck unaweza ukasema kama vile mchezaji ambaye ameshacheza misimu miwili mitatu nyuma kwenye ligi yetu. Kwa hiyo kwake anaendelea kujiamini, kwake anaendelea kutengeneza ubora, lakini kwake pia anaendelea kujitengezea fursa kwa klabu kubwa zaidi kwenye bara la Afrika. Sote tunafahamu Simba ni miongoni mwa klabu kubwa kwenye bara la Afrika, miongoni mwa timu ya kihistoria, lakini pia ni miongoni mwa timu yenye mafanikio makubwa sana kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo mchezaji anapocheza Simba anapaswa kuamini kwamba anacheza klabu kubwa, anapaswa kuamini kwamba hapa nipo kama daraja. Kwa hiyo ni lazima mchezaji azingatie nini anachohitajika kufanya ndani ya uwanja, na hiki ndio tunachokiona kwa Rushaine De Reuck. Kwa hiyo zaidi ni kumpongeza kuona na yeye ameingia kwenye wachezaji ambao wanatafuta sehemu za kwenda kupitia Simba Sports Club na anaweza. Mabadiliko yote ya wachezaji wa Simba, improvements yao unaionaje hadi hivi sasa? Ni kubwa na uzuri zaidi wanaelekea kwenye mchezo wa dabi, na ni lazima nilisema mwanzo, ili Simba awe na hali ya kujiamini zaidi ni lazima ashinde michezo yake miwili mitatu nyuma kabla ya kukutana na dabi. Lakini pia kuna mchezaji kama Clatous Chota Chama, jana alikuwa kwenye kiwango bora. Nimemwona Innocent Yaura, Loliemba, sijui nani yule mwingine. Yes, wamecheza vizuri sana, lakini kucheza vizuri kwa wachezaji wa Simba zidi ya Prison bado. Mashabiki wa Simba pamoja na viongozi wao wasirizike. Inawezekana wachezaji hawa wanatafuta nafasi ya kucheza. Inawezekana wachezaji hawa wanataka kutuliza hasia inayoendelea ndani ya klabu ya Simba. Muhimu kwa viongozi wa Simba kuendelea kuhamasisha wachezaji wao, mashabiki wao kwenye hali ya kujiamini, hali ya utulivu kuelekea mchezo wa dabi. Lakini wakijichanganya tu, wakija ndivyo sivyo tarehe moja, watasawa yote waliopita kwenye hizi mechi 3. Hii ikiwa na maana kwamba ushindi ambao wanaipata sasa hivi wasiridhiki. Yes, kwa kiasi kikubwa wasiridhiki. Wanapaswa kushangilia, lakini hawapaswi kuridhika. Mechi zidi ya Yanga ni mechi ngumu sana kwao. Ni mechi wanayokwenda kucheza naye, ameshashinda mara 6 zidi yao. Inawezekana wanajua in and out, ingawa ni dabi. Lakini mtu ambaye ameshinda mechi 2-3 ni lazima umuheshimu, ni lazima umuogope kuelekea mchezo huu. Simba unaendelea kuiona, tumzungumzie kocha wa Simba hadi hivi sasa na namna ambavyo anaendelea kukiongoza kikosi cha Simba. Amebadilisha kwa kiasi gani? Kocha wa Simba, kitu ambacho napaswa kumwambia na nitamwambia kupitia Mangungu. Utamwambia kupitia mwenyekiti. Kwa namna gani? Simba ya kipindi cha kwanza na Simba ya kipindi cha pili inakuwa ni tofauti. Simba ya kipindi cha kwanza inakuwa na moto wa kuotea mbali. Simba ya kipindi cha pili ina lose confidence, ina lose energy. Wanakwenda kucheza zidi ya Yanga, timu ambayo inaweza kutumia mapungufu pale mtu atapoonyesha mapungufu. Ni lazima ili kocha wa Simba aliangalie energy ya kipindi cha kwanza isitofautiane na energy ya kipindi cha pili. Wakicheza mchezo huu zidi ya Yanga watapotea vibaya sana. Kwa hiyo hili nimewakumbusha tu watani zao. Sisi tuna uwezo wa kuwafunga, lakini hatutaki kuwafunga kwa sifa. Tunaweza kuwafunga, lakini hatutaki kuwafunga kwa sifa. Kwa hiyo ni lazima waende kwenye viwanja vyao vya mazoezi, wafanye mazoezi dakika 180. Wasigae mara mbili kuashiria ni 45.
ili wakija kwenye mechi halisi wajue namna kuchezea kipindi cha kwanza na namna kutumia dakika 45 za kipindi cha pili. Lakini mpaka sasa Simba imeimarika, ila tatizo lao kipindi cha kwanza na kipindi cha pili inakuwa ni tofauti. Clatous Chota Chama Mamba Lusaka umemgusia hapo kidogo, ni kama anaendelea kuonesha daraja lake kwa ukubwa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Ubora Clatous Chota Chama alivyoanza kuingia Tanzania na mpaka leo alipoishi Tanzania bado hajabadilika, bado hajachuja. Clatous Chota Chama bado anaendelea kuwa icon ya midfield wote wanaokuja kwenye ligi yetu. Kama midfield wengine wakicheza hivyo wanavyocheza, Chama ataendelea kutawala soka letu. Chama ataendelea kuwa bora. Moja kiwango bora alichokionyesha ni siku ya jana. Yes, mimi nikakaa kwenye TV nikasema huyu ndo Chama ninomjua. Huyu ndo Chama ninompenda na huyu ndo Chama ninomtaka. Clatous Chota Chama Unamtaka? Nampenda. Ni mchezaji mzuri, of course ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji ambaye inawezekana kule aliposhindwa, kule alipotoka ametoka na sababu nyingine, lakini sio sababu za au walishindwa namna ya kumtumia vizuri. Sababu nyingine, lakini sio sababu za kucheza mpira wa miguu. Kwangu ni mchezaji bora na bado namuona ataendelea kuibeba Simba kuelekea msimu huu wa ligi kuu NBC. Na kuelekea dabi, unaona moto wa Chama. Kuelekea dabi. Chama ameshacheza dabi nyingi sana za Kariakoo. Akiwa Simba ameshacheza dabi za kutosha, lakini akiwa na Yanga ameshacheza mechi chache. Bado naamini Chama atakuwa ni mchezaji muhimu siku hiyo wa dabi. Muhimu tu ni yeye Chama kujitunza asipate majeraha. Muhimu tu Chama kujitunza kuendelea kuja kuonyesha kiwango chake dhidi ya watani wa jadi. Na hizi mechi za watani wa jadi ndizo zinamfanya mchezaji kuheshimika zaidi. Kwa hiyo kama viungo wa Yanga, mabeki wa Yanga wasipokuwa na nidhamu ya kumkaba Chama, huenda Chama akaleta athari dhidi ya mchezo huu. Kumekuwa kuna romance nyingi kuhusiana na uraia wa Damaro. Tulizungumza hili Dosa. Vipi kwa upande wako? Swala la Damaro ni swala ambalo lipo serikalini. Ni swala ambalo kupitia Wizara ya Uhamiaji. Ndio inaitwa hivyo? Wizara ya Uhamiaji au ni idara ya uhamiaji? Idara ya uhamiaji. Idara ya uhamiaji kupitia sheria za nchi wameshamaliza ile swala. Damaro ni mchezaji halisi wa Yanga, lakini vile vile Damaro ni mchezaji halisi wa Kitanzania. Kwa hiyo mengine yote wanaendelea kusema waache waseme, lakini mimi ninachoamini Damaro ni mchezaji halisi kabisa wa Tanzania. Turudi kwa upande wa Young Africans, tuliwashuhudia jana wakashinda goli 1-0. Tuanzie hapo performance yao, lakini pia vile vile kumekuwa kuna romance nyingi, kila mmoja akizungumzia kuhusiana na mkwaju wa penalty. Huenda ikawa si dhati mkwaju wa penalty. Kwa upande wako maoni yako unasema? Mkwaju wa penalty upo unaozungumzia? Ule wa Young Africans. Mimi naamini mkwaju wa penalty yangu yote ya jana ilikuwa ni clear. Wa Yanga ulikuwa sawa na Wanamungo pia ulikuwa sawa. Namungo wamenyimwa penalty ya wazi na referee. Nimesema mimi kwa mtazamo wangu mikwaju yote ya penalty jana ilikuwa sawa. Ya Yanga ilikuwa sawa iliyosababishwa na Maxi, lakini ile ya Namungo iliyosababishwa na ule mchezaji pia ilikuwa sawa. Makosa tu ni ya kimwamuzi. Na mimi niendelee kumwambia Abdalla Mwinyi Mkuu. Abdalla Mwinyi Mkuu, vilabu vidogo hivi hawana sehemu ya kulia zaidi ya marefari. Vilabu vya kati hivi vinaathirika kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya marefari. Abdalla Mwinyi Mkuu kama ni muumini wa dini ya Kiislamu, kwa namna jana alivyoshindwa kuitafsiri sheria 17 ya kuwanyima Namungo penalty, anastahili kufunga Ramadhani 2 kwa wakati mmoja. Anastahili kufunga Ramadhani 2 kwa wakati mmoja. Lakini kama pia ni Mkristo, kwa kitendo alichokifanya jana kwa kuwanyima Namungo penalty, anastahili kufunga Ramadhani ya nani? Inaitwa nini? Kwaresma 2 kwa wakati mmoja. 2 in 1. Yes, hakuwatendea haki Namungo. Namungo walistahili kupata penalty. Hawakustahili kupata goli. Namungo walistahili kupata penalty. Vilabu vidogo hivyo havipaswi kunyonga. Mambo kama yale Abdalla Mwinyi Mkuu alipaswa kuonyesha professional yake. Yanga ingecheza na Azam, Yanga ingecheza na Simba, Yanga ingecheza na National, Yanga ikicheza na Farabati, lakini sio kwa Namungo. Namungo haiwezi katengeneza nafasi 3 zidi ya Yanga, lakini Yanga inaweza ikatengeneza nafasi zaidi ya 7 kupitia Namungo. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu jana, kwa maoni yangu, Abdalla Mwinyi Mkuu amewanyima
wazi penalty Namungo FC. Tuzungumzie performance yenu ya Young Africans mkiwa na Namungo FC. Unapata ushindi mwembamba wa goli moja tena kwa mkwaju wa penalty. Dosa, unaizungumzaje hiyo performance? Muhimu ni alama 3. Muhimu ni kuelekea ubingwa wa ligi kuu. Na ili uelekee ubingwa lazima upate alama 3 kama klabu zidi ya Namungo FC. Kuhusiana na performance, mimi nimwambie mwalimu kama ameamua kuficha mbinu kwa ajili ya Simba sawa. Mimi nimwambie mwalimu kama hizi ndo zitakuwa mbinu zake za mwisho kuficha dhidi ya Simba kwenye ufundishaji, ana kazi ngumu sana kubaki kwenye klabu. Na nimeona mashabiki wengi wanapeleka lawama kwake. Ndio maana nikasema kama mwalimu wa Yanga anaamua kutumia mbinu hizi anazozitumia hivi sasa ni kuficha kwa ajili ya Simba sawa, lakini kama itakuwa ndio mwisho wa mbinu zake kuzionyesha dhidi ya mpinzani, hana maisha marefu ndani ya Yanga. Atakuwa kujitafakari sana. Kikosi ni bora, wachezaji ni bora, ni kwamba ameshindwa kuwatumia vyema. Anatakiwa ajitafakari sana. Uzuri wa mashabiki wa Yanga hawana rafiki wa kudumu wala hawana adui ya kudumu. Ajiangalie. Jana tumeshuhudia Yanga bila Pacome. Maneno yameanza kuwa mengi kwamba Yanga bila Pacome ni sawa na timu za madaraja ya kati. Dosa, hilo umeliona au unazungumziaje? Hao walosema kina nani? Wadau wa mpira wanazungumza. Na hawajaanza leo kusema hilo, na jana wanasema kwamba limedhihirika. Pacome ni mchezaji mkubwa. Pacome ni mchezaji wa daraja la juu. Lakini lazima tuheshimu anapokosekana na anapopatikana. Kwa hiyo unaposema kwamba Yanga ikicheza bila Pacome ni sawa na timu ya daraja la kati, ni kukosa heshima. Juzi tumeshinda goli 3 dhidi ya JS Kabylie. Pacome akiwa iko nje. Tushamfunga sana Simba hapa bila ya Pacome. Tushachukua ubingwa sana hapa bila ya Pacome. Mashabiki waache kuvuka mipaka. Sisi tuna uwezo wa kumfunga Simba tarehe 1 bila ya Pacome. Unaweza kumfunga Simba tarehe 1 bila kuwepo Pacome. Tunatambua mchango wa Pacome ni mkubwa, lakini pia anapokosekana lazima tuchambue mchango wa wachezaji wengine. Mimi kilio changu ni kwa mwalimu. Mwalimu ni lazima aendelee kutafakari mbinu anazozitumia. Haiwezekani tukiwa tuna wachezaji wazuri, tuna wachezaji bora, tuna wachezaji wakubwa, alafu tunakwenda kucheza na timu kama Cosmo tunasuasua. Tunakwenda kucheza na timu kama Namungo tunasuasua. Ndio pale shabiki ambaye hana uvumilivu anasema kama Namungo ni hivi, vipi kuhusiana na Simba? Doubt zimeanza. Wana haki. Kwa sababu ile Yanga sio ile Yanga wanaojua. Yanga si tushazoea kwanza na pressure goli 5, 3, 4. Tunapokwenda kufunga timu kama Namungo, timu ambayo tangu mwaka umeanza usidhani kama imepata ushindi, ni makosa. Kwa hiyo yangu kwa mwalimu aendelee kutafakari na wachezaji wenzake, wapi kuna shida. Kama itakuwa ndio wamefika mbinu zake hivi, mimi sioni akiwa na maisha marefu kwenye klabu yetu. Kwa shida ni mwalimu. Timu ya Yanga ni bora. Yes. Wachezaji wazuri. Wachezaji ni wakubwa, lakini angalia mwalimu anavyofundisha timu. Sasa kusema mwalimu ndio changamoto, ndio shida, lakini mbinu zake anatupeleka wapi? Unakwenda kucheza na Simba, Simba kaamka vizuri katupiga gongo 2. Nini kitatokea? Tutaanza kutafutana. Tunaanza kutafuta calculator. Tutaanza kuambiana dua na sala. Azam tunakuomba umfunge Simba. Na hayo mambo sio maisha yetu. Kwa ni lazima kocha ajitafakari. Ni lazima kocha ajitathmini kuhusiana na uwezo anaoonyesha hususan kwenye vilabu vya kati. Maingizo mapya, performance yake wewe umeonaje, hususan hapo jana? Buba ameanza kwenye kikosi, Alan Okello ameanza kwenye kikosi, Depu ameanza kwenye kikosi. Unaonaje mpaka sasa hivi maingizo mapya? Mashabiki wa Simba wasifikirie, wasitarajie kwamba Buba tutamwanzisha zidi ya Kariakoo. Wasitarajie hilo. Kwa nini iwe hivyo? Nimesema wasitarajie. Tuna wachezaji ambao wanaijua dabi vizuri. Tuna wachezaji ambao yes tukisema wanakwenda kuwafunga Simba wanakwenda kufunga Simba. Kwa hiyo Simba wanabeza uwezo wa mchezaji nani Buba wakiamini kwamba ndio atakuwepo msaada kwa nini tarehe 1. Hakuna. Tuna wachezaji maalum, tuna kikosi maalum, lakini pia tuna uwezo maalum kupambana na Simba tarehe 1. Basi haina haja kumlaumu mwalimu kama nini. Mwalimu tunamlaumu. Ndio maana nikasema kama ameamua kuficha mbinu tutakuwa nyuma yake.
lakini kama itakuwa mbinu zake zimefika mwisho tutamlaumu. Haiwezekani klabu ina kila aina ya mchezaji tunasuasua kushinda. Viwango vya wachezaji wenyewe binafsi vipi? Alan Okello anaimbwa sana sasa hivi. Alan Okello Mwenyezi Mungu akijalia tarehe 1 atatoa assist. Mwenyezi Mungu akijalia tarehe 1. Dosa umegeuka mtabiri. Alan Okello atafunga goli. Dosa kageuka mtabiri. Sio mtabiri, atafunga. Sababu shauku wa mashabiki wa Yanga si Alan Okello kufunga. Atafunga tarehe 1. Lakini je, atakwenda kuwafunga kina nani? Yangoswe. Tarehe 1 si mnacheza na Simba. Ndio pale ubora wa Alan Okello utakapoona. Ukienda kuonekana. Kwaona yeye ameficha mbinu. Yes. Alan Okello ameficha mbinu kwa ajili ya tarehe 1. Yes. Mashabiki wa Simba wamepata nguvu wakitazama performance ya Yanga na performance ya timu yao. Mimi kwa mashabiki wa Simba kwa wale wanaopitia naifurahia sana. Naona watakuja kwa wingi Zanzibar. Naona watakuja kwa wingi kabisa Zanzibar. Na tunawaombea waje. Lakini wasije na matokeo. Wasije na matokeo ya Prison. Wasije na matokeo ya Dodoma Jiji. Lakini pia wasije na matokeo ya Green Warriors wale. Wasije nayo. Waje na matokeo ya dabi. Wakiamini sisi tumefungwa mara 6 mfululizo, nini kitatokea mbele basi. Lakini wakija na matokeo yao tutawagawa. Tutasema hiki kikundi cha Karume kimtukane mwenyekiti. Hiki kikundi cha wapi? Cha rais. Cha mwenyekiti wa nani yule? Au mpira pesa. Hiki kikundi cha mpira pesa wamtukane tajiri. Mpira pesa hawana shida na tajiri. Bwana niwashukuru, tupo kwenye miezi mitakatifu. Nafikiri mazungumzaji sio mengi sana, ila naamini kadri siku tunavyoelekea kwenda tutazungumza kuelekeana na mchezo wa tarehe 1. Kwa hiyo na nyinyi pia tunawaombea mfiki kwa sababu tutakuwepo kule Mwenyezi Mungu akijalia. Wewe utakuwepo? Nitakuwepo. Huyu hatakuwepo. Najua. Unajua? Basi wewe kama utakuwepo karibu sana, na mwambie Ngwale pia karibie sana Zanzibar. Tutakwenda kumuonyesha. Wa nini? Mimi tajiri wako namjua. Bosi wako namjua. Na nishaongea naye kuhusu wewe. Kashaniambia. Kwa hiyo liache hivyo, kashaniambia. La muhimu zaidi karibuni sana Zanzibar.